Joseph Mbilinyi Mr. 2 Sugu, na yeye alikuwa miongoni mwa watu wanaomfanyia kampeni Freeman Mbowe. Na kwenye mazingira hayo walitazama sasa hii itakuwa ni fursa kwake kugombea Mbeya mjini kwa kutumia chama kingine, hususan ambacho wengi waliokuwa naye kwenye timu Mbowe wanakimbilia, ambacho ni chama cha Chauma. Lakini amechagua kwamba kubaki ndani ya Chadema kwenye kile ambacho amekieleza kwamba ni kupigania mabadiliko ya kweli ya mifumo ya uchaguzi ili kuwezesha uchaguzi huo kuwa huru na haki. Mimi naweza nikasema uamuzi wa Sugu ni uamuzi ambao umetazama hali halisi ya kisiasa. Kwa sababu ukisema unatanguliza tamaa, inaweza ikatokea ukaenda kugombea na bado ukapoteza uchaguzi. Sasa umesema Chadema ishiriki uchaguzi, inawanyima nyie fursa ya kugombea. Umeamua kwenda Chauma, unaenda kugombea, alafu unaenda kushindwa, alafu unarudi na story tena kwamba uchaguzi haukuwa huru na haki. Nani atakuelewa? Kwa watu watakwambia bwana, wenzenu alisema kwamba uchaguzi hauko sawa, we ukaona ukagombea kupitia kwingine utapambana. Kwa hiyo watu watakwambia usilie, ulienda pambana mpaka mwisho, usituletee story ya uchaguzi kutokuwa huru na wa haki. Ndio maana yake. Kwa hiyo sasa, na ukitazama Mbeya hapa na mitaa 181 Mbeya mjini kwenye uchaguzi wa serikali za vijiji, mitaa na vitongoji uliofanyika mwaka jana Disemba, uliofanyika pale mwaka jana Novemba kuelekea Disemba, uchaguzi ule Chadema haikushinda mtaa hata mmoja kwa Mbeya. Katika mitaa 181 ya Mbeya, Chadema haikushinda mtaa hata mmoja. Na kwa kiasi kikubwa wao walikuwa wanalalamika kwamba uchaguzi haukuwa huru na haki, walifitiniwa, walihujumiwa kwenye uchaguzi huo. Sasa leo Sugu ambaye ndo alikuwa anaongoza hizo kampeni za watu walioshindwa kwenye mitaa yote 181, akija akahamia chama kingine, akaenda tena kugombea uchaguzi akapoteza, akarudi na story kwamba uchaguzi umevurugwa, hakuna mtu ambaye atamuelewa. Kwa hiyo nadhani Sugu ametazama hali halisi. Yeye ametazama kwamba ni bora nisubiri jahazi hili litakapokuwa lipo tayari kwa safari, niingie kusafiri nalo, kuliko nibadilishe jahazi alafu niende kwenye mtindo apatapotea. Nikipoteza hakuna mtu ambaye ataniamini, hata hao wananchi watakuwa ni wagumu kwa sababu wananchi sasa hivi inabidi ukawaambie kwa nini umetoka Chadema, kwa nini umeenda Chauma. Alafu baada ya uchaguzi kama utapoteza, uwaelezee vizuri kwa nini hata uko Chauma umeendelea kupoteza. Maana yake ukipoteza itaonekana Chadema walikuwa na hoja.